Ndio kukia muziki bado chezi. Sasa ukiweka muziki unacheza tu kama nini hapo? Ondoka. Sema ondoka, tumetoka kusimama. Sana, viatu vinauma hivi. Akavua watakukuta. Kwa hivyo viatu bebana, mimi naongea nimekita wenyewe. Tuingiage tu tukae. Miguu nauma. Sema miguu nauma. Ticha tulete. Afrika kwa sababu step hivi. Aje tu. Huyo najua mwana. Mfalme mwema, Baba yetu uishi milele. Asante kwa siku njema. Asante kwa sababu umetoa kibali kwamba Mungu tuko mahali hapa kwa utukufu wako. Tarehe ya leo 21 mwezi Novemba 2025. Tunakualika mfalme mwema, na zaidi ya yote Baba tukisema asante kwa vijana wetu ambao umewatunza muda wote ambao wamekaa hapa chuoni. Biblia katika Mithali 4:13 imesema kama tesana elimu asiende zake. Baba asante kwa watoto hawa, asante kwa walimu wao, asante kuwaunganisha pamoja mfalme mwema. Baba kwa jina lako tunaomba sasa uso wako na mkono wako viwe pamoja nasi. Uanze nasi katika jina la Yesu, kama alianza nasi Bwana. Ratiba zote nazikabidhi kwako kwa jina la Yesu. Amen. Risala fupi ya wahitimu kwa mgeni rasmi 2025. Namba 1. Utangulizi na shukrani. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mkuu wa chuo, waheshimiwa walimu, wakuu wa idara, wazazi na wahitimu wenzangu na wanafunzi wanaoendelea na masomo. Mwanakondoo ameshinda. Awali ya yote tunapenda kuchukua fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutukutanisha sote hapa. Pia tunatoa shukrani za dhati kwako Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali wito wetu na kutenga muda wako wenye thamani kuja kushuhudia kilele cha safari yetu ya masomo. Ninasimama mbele yenu leo nikiwa mwakilishi wa wahitimu wenzangu wa Kyela Moravian Level 2 kwa kozi mbalimbali ili kutoa shukrani, kuwasilisha mafanikio yetu na kueleza kwa kifupi baadhi ya changamoto tulizokabiliana nazo. Namba 2, mafanikio yetu. Tunakotoka na tunakokwenda. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunanadi kwa fahari kwamba safari yetu hapa Kyela Moravian imetufanya tuwe vijana wenye stadi na maarifa thabiti. Umahiri wa vitendo. Tumefanikiwa kujifunza na kutekeleza kwa vitendo ujuzi na kwa kiufundi ili
katika ufundi wa magari, ufundi wa umeme na ushonaji. Sisi sio tena tegemezi, bali watengenezaji kazi na watoa huduma waliogobea katika level 2. Namba 3, changamoto tulizokumbana nazo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata katika furaha hii hatuwezi kuficha baadhi ya changamoto ambazo tukizitatua tutaweza kufanya vizuri zaidi. Upatikanaji wa dhana za kisasa. Baadhi ya vifaa na mashine tunazotumia kujifunzia vimepitwa na wakati au havitoshi kukidhi idadi yetu. Tunahitaji zana za kisasa zinazoendana na teknolojia mpya za soko la ajira. Mitaji ya kuanzishia biashara. Tunaomba serikali na wadau wa maendeleo waangalie namna ya kuwasaidia wahitimu wa VETA kupata mikopo yenye masharti nafuu. Changamoto ya vifaa vya michezo na uwanja. Tunalazimika kutembea umbali mrefu ili kupata uwanja kwa ajili ya michezo mbalimbali. Pia tuna changamoto ya vifaa vya michezo kama vile mpira, koni na jezi za wasichana. Namba 4, hitimisho na ahadi. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya changamoto hizi, tunatoka Kyela Moravian tukiwa tumejaa matumaini na ari ya kupambana. Tuko tayari kuingia kwenye soko la ajira na kutumia ujuzi wetu kwa uaminifu na bidii. Tunaahidi kuwa mabalozi wema wa Kyela Moravian na tutahakikisha ufundi tulioupata unaleta tija katika jamii na taifa zima. Tunashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kutusikiliza. Mungu akubariki, Mungu ibariki Kyela Moravian na Mungu ibariki Tanzania. Imeandaliwa na wahitimu wa level 2 na kuwasilishwa na Rahabu Obedi Mwakalinga pamoja na Junior Sanga ambaye ni rais wa chuo. Asante. Asante na kupokea risala. Tupige makofi mengi. Piga makofi mengi. Jukumu langu ni kusoma risala ya chuo Kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini, chuo cha ufundi Kyela Moravian. Risala ya chuo kwa mgeni rasmi, mahafali 23 wahitimu wa mwaka 2025. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, aliyetupatia afya njema na kutufanya tufike siku ya leo na hata kujumuika pamoja mahali hapa. Pia kwa unyenyekevu mkubwa na kushukuru wewe binafsi kwa kukubali wito wetu, pamoja na kwamba tumechelewa kupata taarifa, lakini hujasita kuja kujumuika nasi siku hii azimu ya leo. Hivyo tunasema asante sana, Mungu akubariki. Ndugu mgeni rasmi, chuo cha ufundi Kyela Moravian VTC kinamilikiwa na Kanisa Moravian Tanzania Jimbo la Kusini. Chuo kilianzishwa mwaka 2002 kwa lengo la kutoa elimu ya ufundi kwa vijana wa Tanzania. Pamoja na kwamba chuo kinamilikiwa na taasisi ya dini, lakini chuo hakibagui wanafunzi kutoka dini mbalimbali. Chuo kinapokea wanafunzi wa dini mbalimbali pamoja na wale wasio na dini. Chuo kimesajiliwa na serikali kupitia NACTVET na kupewa usajili wa kudumu, yani full registration namba NACTVET/07/02. Ndugu mgeni rasmi, chuo chetu kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kwa fani ya ufundi magari, ufundi umeme wa majumbani, ufundi useremala, ufundi ushonaji nguo na mitindo. Kozi hizo zinatolewa kwa muda mrefu, yani kwa ngazi ya hatua ya kwanza level 1 na hatua ya 3 level 3. Pia chuo kinatoa mafunzo ya udereva wa awali, matumizi ya kompyuta pamoja na kozi ya ususi wa nywele, saluni pamoja na urembo wa kucha, nyusi na kadhalika kwa muda mfupi, yani short course. Ndugu mgeni rasmi,
Kwa sasa chuo kina jumla ya watumishi 14 wa muda mrefu na muda mfupi, pamoja na jumla ya wanafunzi 98, ambapo wanafunzi 52 wako mwaka wa kwanza level 1 na wanafunzi 46 ni mwaka wa pili level 2. Hapo ndio wanahitimu siku leo. Taaluma. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka 2024 jumla wanafunzi 61 walifanya mitihani ya taifa, yani CBA. Wanafunzi wote walifanya mitihani hiyo, walifaulu mitihani yao na kufanikiwa kupata vyeti vya taifa. Wanafunzi 24 walifaulu kupata VC2, huku wanafunzi 6 wakifaulu kupata VC1. Kwa mwaka huu 2025 tuna jumla ya wanafunzi 46, ambapo jumla ya wanafunzi 36 wanategemea kuanza mitihani yao ya taifa CBA tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka huu 2025. Ni matumaini yetu makubwa kwamba wanafunzi wote waliojiandikisha kufanya mitihani watafaulu, kwa sababu maandalizi yao yamekuwa ni mazuri ya uhakika. Hongera sana kwa walimu wetu. Mafanikio ya chuo. Ndugu mgeni rasmi, chuo kimefanikiwa mambo kadha wa kadha, yakiwemo machache yafuatayo. Chuo kimefanikiwa kuongeza idadi ya wanafunzi wenye sifa kwa kila fani na masomo ya ziada. Kuanzisha darasa la ususi wa nywele, saluni kama tulivyopita ukaiona mgeni rasmi. Kuwezesha kuwa na kituo cha kufanyia mitihani ya taifa kwa ngazi ya ufundi stadi wilaya ya Kyela. Ndugu mgeni rasmi, hili swala la chuo kuwa kituo cha kufanyia mtihani wa taifa ni jambo kubwa sana, na hili lote ni kutokana na maendeleo ya muda mrefu wa hiki chuo mpaka serikali ikaona ni vizuri chuo chetu kiwe kituo cha mtihani wa taifa. Vile vile chuo kimefanikiwa kununua malighafi mbalimbali zikiwemo za umeme jua, yani solar power. Kama ulivyoona kwenye maonyesho ya wanafunzi wana uwezo kujifunza umeme wa jua. Wanakuwa na ujuzi umeme wa kawaida, lakini umeme wa jua ambao unawasaidia katika mazingira yao ya kila siku. Malengo ya chuo. Ndugu mgeni rasmi, chuo kina malengo yafuatayo kwa mwaka 2026. Kuongeza idadi ya udahili ya wanafunzi kwa mwaka 2026. Malengo yao ni kuwa na wanafunzi wapya 100. Hivyo tunatoa wito kwa wageni pamoja na wazazi mliopo hapa kuchangamkia fursa hii, kwani wanafunzi 50 wa mwanzo watapewa punguzo la 10% na ada. Naomba nifafanue hapa. Chuo kinatoa wito kwa wageni rasmi pamoja na wazazi, ndugu jamaa na marafiki kuchangamkia nafasi ya wanafunzi 50 wa mwanzo watakaowahi kujisajili chuoni kwa mwaka wa masomo 2026, kwamba kutakuwa na punguzo la 10% la ada. Malengo ya chuo: kuanzisha maktaba ya kisasa ambayo itafanya wanafunzi kuongeza maarifa pamoja na ujuzi mbalimbali katika fani zao. Kuanzisha kozi ya udereva pamoja na ufundi wa magari, ambapo nina malengo ya kwamba wanafunzi wa ufundi pindi anapomaliza mafunzo yake awe na uwezo kuendesha gari kamilifu. Naomba nifafanue hili. Malengo ya chuo ni kumfanya mwanafunzi wa ufundi magari anayesoma kozi ya muda mrefu wa ufundi magari, pamoja kwamba anajifunza kutengeneza gari, lakini lengo la chuo kipindi kinachokuja ni kwamba mwanafunzi atapata nafasi ya kujifunza udereva. Akimaliza mafunzo anakuwa na ujuzi wa kuendesha gari. Jamani, shangilia, piga makofi. Chuo kina malengo ya kuendelea kuwasomesha wanafunzi wanaotoka mazingira mbalimbali hitaji, ili kuongeza tija katika jamii, kufanya jamii yetu iende sambamba, kila binadamu aweze kuwa na uwezo wa kupata elimu na kuweza kujisaidia. Kwa sasa chuo kinatoa ufadhili kwa makundi mbalimbali kupitia ndugu zetu kutoka mashirika mbalimbali ikiwemo Mission 21 na Kwavoka kusaidia wanafunzi mbalimbali. Kurekebisha miundombinu mbalimbali ya chuo ambayo imechakaa
kama vile madarasa na ofisi, kuongeza idadi ya vifaa vipya vya kisasa vya kufundishia kwa kila karakana. Mfano ndugu mgeni rasmi, kwenye kipengele cha kuongeza vifaa vya kisasa, iko kifano unachoona mbele hapo, huo ni ubao wa kufundishia. Ni moja hapo vifaa vya kisasa kufundishia. Unaweza kutumia projector ambayo ile pale kufundishia darasa la wanafunzi 100 200. Badala ya kutumia chaki, basi una seti mafunzo ambayo unataka kuyafundisha aidha kwa njia ya maandishi au kwa njia ya picha, kwa njia ya video. Mwanafunzi ataweza kufundishwa kwa kutumia mitambo ya kisasa. Vile vile tuna lengo la kuboresha kozi yetu ya udereva. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, penye mafanikio yoyote pakosi changamoto. Kwa sasa chuo chetu kina changamoto mbalimbali kama ukosefu wa baadhi ya madarasa kukosa madari au ceiling board kwenye vyumba hivyo. Ndugu mgeni rasmi, kama unavyojua, eneo letu la Kyela ni eneo rafiki sana kwa joto. Wanafunzi wanapojifunza madarasani wanapata changamoto sana ya joto wakati wa kusoma na hata walimu wakati wa kufundisha. Lakini vile vile kutokana na mabadiliko ya mara kwa mara ya sera na sheria za uendeshaji wa kozi ya udereva yameathiri sana chuo chetu. Kwa hivyo chuo ina changamoto ya kukosa walimu wenye sifa wa kudumu kwenye kozi ya ufundi ya udereva. Ukosefu wa viwanja vya michezo na mazoezi kwa wanafunzi. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, uongozi wa chuo cha ufundi Kyela Moravian unashukuru sana uongozi wa kanisa, kamati tendaji pamoja na mashauri kuu, wafadhili wa chuo kama Mission 21, Mr. Voka, Dr. Hagi na marafiki wote kwa msaada wao ambao unaendelea kukisaidia chuo siku hadi siku. Mwenyezi Mungu awabariki. Tunashukuru sana kwa wawakilishi ambao mko hapa. Tunashukuru sana, mbarikiwe sana. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, nipende kushukuru tena kwa kubali wito wetu wa kuungana nasi siku ya leo. Pia kwa nafasi ya kipekee napenda kuwashukuru wazazi, walezi, mbarikiwe sana kwa kuweza kufika nasi. Ni kipindi kifupi, tumepitia changamoto nyingi. Piga makofi mengi mengi. Piga makofi mengi mengi. Piga makofi mengi mengi. Jamani, amjapenda Kote nilikopita ninyi mtafunika kwa kupoa. Narudia tena, yaani mkichungulia kule kwenye njiwa, atanisaidia afisa hapa, ninyi ndio mtakuwa mmepoa kuliko wengine wote, hadi na mtumbo wanawashinda. Naomba muendelee kujifikirisha. Lakini baba mwenyekiti wa wilaya ya Kusini, baba katibu wilaya ya Kusini, baba katuba mjumbe wa halmashauri kuu ya kanisa, katibu wetu wa miradi, pamoja na meza kuu yote, itifaki imezingatiwa. Wapendwa wazazi, wanafunzi pamoja na wahitimu, habari ya mchana. Naomba nilete salamu kutoka kwa ndugu zetu Mission 21. Salamu ya kwanza naisoma kama alivyoiandika. Anasema Mission 21 inawapongeza wahitimu kwa hatua kubwa mlioifikia. Mafanikio yenu ni ushindi wa bidii, nidhamu na kujitolea kwenu. Lakini pia tunatambua mchango wa walimu, walezi na uongozi wa chuo kwa kazi yenu ya kujenga vijana wenye ujuzi, maadili, uwezo wa kujitegemea. Tunathamini ushirikiano tulionao na kanisa la Moravian Tanzania, hasa jimbo la Kusini,
katika kuwawezesha vijana wa kiume na wanawake na jamii kwa ujumla. Tutaendelea kushirikiana katika kuhakikisha kunakuwa na mafunzo bora, mazingira salama ya kujifunzia, fursa zaidi za kuendeleza vipaji vya vijana wetu. Kwenu wahitimu, tunawatakia safari yenye mafanikio, ubunifu na ujasiri katika hatua mnazokwenda kuchukua. Mkatumie elimu hii kuijenga jamii, familia zenu na taifa kwa ujumla. Mwisho anasema hongereni sana na Mungu awabariki. Jambo lingine, chuo cha Kyela kina historia ndefu na Mission 21, lakini wazazi wa jamii hii, Mission 21 tunaendelea kuwaomba hasa kwa vijana wale wenye ulemavu. Lakini anasema kwanza kabisa hongera kwa kuhitimu masomo yenu ya ufundi. Ukweli ni kwamba sio tu sasa una ujuzi mzuri unaokusaidia kuwa mtaalamu, bali pia umeonyesha uwezo wa kufuata malengo yako kwa muda mrefu na kuyaleta hadi kufikia mwisho wako mzuri. Voka anaendelea kusema hili ni jambo linalofanya kuwa na thamani na wa kipekee. Anasema tafadhali endelea kuwasiliana na shule yako, yani chuo chako hiki hapa. Wajulishe walimu wako ni nini kilikuwa na manufaa na ni nini kinaweza kufanywa bora zaidi kwa kipindi hiki ambacho tutakuwa haupo chuoni. Lakini anasema natumai umejifunza jinsi ya kuanzisha barua pepe au email ukiwa wewe mwenyewe, lakini pia kuweza kutumia vizuri WhatsApp. Anasema pia kwamba yawezekana ulipata masomo haya kupitia zile video mbalimbali za mafunzo alizokuwa anawatumia. Kwa hiyo tafadhali tuma barua pepe, yani email au ujumbe wa WhatsApp wenye maoni kuja chuoni, ili wanafunzi watakaokuja baada yako wanufaike sana na maoni yako binafsi. Usisite kujifunza kamwe. Kumaliza masomo na kuhitimu shule hakumaanishi kwamba kujifunza kumekwisha. Kuna mengi zaidi na zaidi ya kujifunza. Ikiwa unapenda, basi na kushauri endelea kutengeneza video fupi za kile ulichojifunza kwa lugha ya Kiingereza, kisha ingiza manukuu au subtitles kwa lugha ya Kiswahili. Anasema hivi, bosi mmoja maarufu kutoka kampuni kubwa nchini Ujerumani, huyu bosi anaitwa Robert Boski, aliwahi kusema kwamba ukiacha kujitahidi kuwa bora, basi umeacha kuwa mzuri. Ukiacha kujitahidi kuwa bora, basi umeacha kuwa mzuri. Sasa unaweza kupata nukuu hii mlangoni kwake Voka anasema kwa miaka mingi sana. Lakini pia anasema tumia elimu yako kikamilifu. Labda utakuwa bosi wako wewe mwenyewe na kampuni yako wewe mwenyewe. Lakini pia utaenda mbali zaidi na anatamani zaidi kama utaanzisha hiyo kampuni hata siku hii ya leo. Asifikiria jaribio lililowahi kufanywa pale Rungwe VTC, chuo pacha wenu. Sawa sawa jamani. Ana taarifa nalo, anasema ile jaribio lilifanywa Rungwe VTC. Fundi seremala alitengeneza sanduku la mbao, fundi mabomba aliongeza mabomba, na fundi umeme aliunganisha mota na paneli ya jua. Matokeo yake yalikuwa mfumo wa kupasha maji moto ambao unatumia nishati ya jua, na hiyo mashine ipo Rungwe VTC mpaka leo. Mwisho anakwenda kumalizia kwa kusema, baada ya kusema haya yote, niruhusu nihitimishe kwa nukuu maarufu kutoka kwa mtu mashuhuri anayefahamika kama Steve Jobs. Steve Jobs ni mtu maarufu ambaye ndiye aliyezalisha ama kuanzisha zile simu za Apple. Wangapi mnazifahamu macho matatu? Apple zile. Ndiye aliyekuwa ameianzisha na kubuni. Anasema hivi, huyu jamaa Steve Jobs anasema kwamba wakati akiwa anahutubia wanafunzi walipokuwa wanamaliza chuo kikuu, alisema hivi, endeleeni kuwa na njaa na endeleeni kuwa wapumbavu. Endeleeni kuwa na njaa, endeleeni kuwa wapumbavu. Akimaanisha kwamba endeleeni kuwa na njaa ya mafanikio ya kujifunza kitu kipya.
lakini pia endeleeni kuwa wapumbavu hasa mnapokuwa mnahitaji kujifunza ama kupata kitu kipya. Nadhani hii kwenu mwaka wa pili ni vyema mkajifunza kwenda kujifunza ili muweze kupata kitu kipya. Anasema ninakutakia kila laheri kwa mustakabali wako na ninafurahi kusikia jinsi unavyoendelea pamoja na kuhitimu chuo. Asante sana Ndimi Voka. Yalikuwa ni maneno ambayo wamewatumia moja kwa moja ndugu mgeni rasmi. Ninashukuru kuona kwamba ujumbe umefika kama alivyokuwa amenituma. Mwisho kabisa nimalizie binafsi, mkuu wa chuo tafadhali kupitia BIFTA, kupitia Brother Voka, nikiwepo kama mratibu wa miradi yake yote nchini Tanzania, ninakuhakikishia kwa mara nyingine kazi yako ulionayo sio kuumiza kichwa kutafuta miradi kwa nguvu. Mimi na mapacha wangu Mission 21 tupo bega kwa bega na wewe. Tutakwenda sako kwa bako, miradi ije Kyela VTC, wanafunzi wasome. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Baada akaona TV kitu kikatokea hapo, akaamua akipresenti akionyeshe. Hiyo yote amefanya kutumia Microsoft Excel. Sio kwamba ni picha ameweka pale. Alikuwa anaunganisha shape na akapata ile picha. Marebu pangwezo shape. Mbona hivyo vilikuwa ni vitu tofauti Maria ameviunganisha. Maria aliunganisha vitu tofauti. Zilikuwa shape mbalimbali hizo. Sema meza tulionayo hapa inanipa shida. Hapo natumia kama tunavyoona. Tumesema Maria ametengeneza hiyo picha kwa kutumia shape mbalimbali. Shape zenyewe ndio kama hivi anavyozipangua. Tumesema Maria amesoma hii kozi hata miezi 6 hajafikisha, lakini ameweza kutengeneza kitu kama hicho hapo. Asante. Tumeona jinsi alivyounganisha shape na kupata picha inayoeleweka. Maria, kuna kitu kingine? Tuende kwenye kitu kingine hapo. Maria aliweza kutengeneza pia picha ya Valentine Day. Ametengeneza envelope kwa maana bahasha, na yeye ametumia picha mbalimbali ambayo akakamilisha kutengeneza shape ya bahasha kama tunavyoiona. Kwa Maria ni mwanafunzi ambaye ana uhitaji maalum, lakini anafadhiliwa na ufadhili wa Mr. Voka kwa kuonyesha kile Voka anachokifanya, na kwa sababu mwakilishi wake yuko hapa ataona vile kitu anachokitoa akiendi bure, bali kinaleta impact kwa jamii. Asante sana jamani. Tuwaleteni watu wote wana uwezo wa kupata kile ambacho kinastahili. Mwana kondoo ameshinda. Mungu awabariki. Ndugu mgeni rasmi, ndugu waheshimiwa wote mliokuwa mbele katika meza hii, mimi naitwa mchungaji Mpoki Samti Mwakalinga. Ni mchungaji wa Baptisti, nimetoka Makwale. Lakini kusimama mbele yenu kwa muda huu ni kupenda kuwashukuru sana viongozi wetu wa kanisa hili, na hasa kupokea mzigo huu wa kuweka kazi ya mafundisho. Kwa kweli mafundisho ni kazi kubwa mno, na kwa sababu kwa mwanafunzi yoyote yule, hata kama akiwa na watoto na wajukuu, lakini akiwa mwanafunzi bado ni mtoto mdogo tu, mambo yake hayaeleweki wala hayafanyiki kwa sababu yupo katika wanafunzi. Ninawashukuru sana viongozi wangu, asante sana ambao umejitoa kwamba muwe kinara katika chuo hiki. Naomba tu Mungu awabariki. Ndugu zangu, vijana wangu,
Yale ambayo mmejifunza wameongea hapa, kutumia kwenu ni akili yenu, na ukitaka chema kionekane ni mdomo wako, ukitaka kionekane kibaya ni mdomo wako. Hekima yako alikupa Mungu mpaka kufika hapa, mpaka kumaliza, hiyo hekima ya Mungu kwako isikutoke. Hebu nenda na kuenda katumie nafasi hii ili kutangaza kwamba Moravian kuna kazi. Mungu awabariki. Ni hatua kubwa ambayo si jambo rahisi sana. Hao vijana nawafahamu sana waliokaa hapa. Wengine sura zao sioni. Nawafahamu wote, lakini wengine sijawaona hapa. Wamekatisha njiani. Wameishia huko njiani huko. Baba zangu wachungaji, walimu wa vyuo wote mliopo hapa, mpendwa wetu Eliudi na wapendwa wetu, wafadhili wetu wa Mission 21 na Voka. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya uwepo wenu siku ya leo kwenye chuo hiki cha ufundi Kyela Moravian. Mengi yamesemwa hapa, nisingependa kurudia mambo mengi kwa sababu mengi ndugu zangu waliosimama hapa wamesema mambo mazuri kwa ajili ya vijana wetu. Niseme kwa ufupi sana ile Mithali ya 22 mstari ule wa 3 inahusu ndugu zangu wanahitimu siku ya leo. Mithali 22 mstari ule wa 3 unasema, mwenye busara uyaona mabaya na kujificha, bali wajinga uendelea mbele wakaumia. Haleluya. Amen. Mwenye busara uyaona mabaya na kujificha, bali wajinga uendelea mbele wakaumia. Ndugu zangu, mmekaa hapa miaka miwili. Si jambo rahisi sana. Mmeacha wazazi wenu huko, mmeacha mipango mingi huko mlikotoka kuja kuchukua ufundi hapa, kuchukua elimu. Naomba unaporudi nyumbani, elimu uliyoipata hapa iwe ni ya baraka kwako, iwe ni ya baraka kwa wazazi. Tumeona wazazi wetu wamekuja hapa, kuna kitu ambacho wanakipokea kutoka kwenu kwamba sasa mtoto wangu ana elimu, ana uwezo, ana ufundi, ana ujuzi. Wanatamani wazazi sasa waone kwamba watoto wetu sasa kile ambacho wamekipokea hapa Moravian kikawafae huko nyumbani. Ndugu zangu, kuna mmoja alimaliza miaka miwili hapa, mkuu wetu. Alikuwa upande wa ushonaji. Akapokea cherehani. Sasa alipopokea kile cherehani, aliporudi nyumbani, mjomba wake akasema, naomba hiyo cherehani mimi nikitumie. Yule binti akasema, kwa kweli hii kazi mimi walinilazimisha tu. Lakini sasa nifanyeje? Nilimaliza miaka miwili wakanipa cherehani. Mjomba, chukua cherehani ukaitumie. Jamani, ndugu zangu, vifaa mtakapopata hapa